Umoja wa wadau wa kupata taarifa alimaarufu kama KORI umeingilia kati sakata la kufungiwa kwa gazeti la Mwanahalisi, ambapo umoja huo umeitaka serikali kupitia upya uamuzi wa kulifungia gazeti la Mwanahalisi, ukisema kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri uhuru wa habari, ajira za waandishi na haki ya umma kupata taarifa. KORI imeeleza ya kuwa uamuzi huo unapaswa kuangaliwa kwa kuzingatia umuhimu wa kuweza kulinda uhuru wa habari sambamba na kuhakikisha vyombo vya habari vinawajibika kitaalamu katika uchapishaji wa taarifa. Umoja huo umetoa msimamo huo leo Agosti 20 mwaka 2026, ikiwa ni siku moja baada ya idara ya habari Maelezo kutangaza kwamba kulifungia gazeti la Mwanahalisi kwa kile kilichoelezwa kuwa ni ukiukwaji wa masharti ya sheria ya huduma za habari nambari 12 ya mwaka 2016 pamoja na kanuni zake za mwaka 2017. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Maelezo, gazeti hilo lilichapisha habari yenye kichwa kikisema kwamba Nchimbi agoma kujiuzuru, inayodaiwa kukiuka sheria na kanuni zake. Katika taarifa iliyotolewa na KORI, imesisitiza ya kuwa uhuru wa habari na uwajibikaji wa kitaalamu vinapaswa kuzingatiwa kwa pamoja. Nikinukuu kile ambacho KORI au umoja wa wadau wa kutoa taarifa ilisema ya kwamba vyombo vya habari vina wajibu wa kisheria na kimaadili kuhakikisha habari zinazowasilishwa kwa umma ni sahihi na zimehakikiwa na zinazingatia misingi ya taharuma, imeeleza taarifa ya KORI. Lakini hata hivyo, umoja huo umeelezea kuwa mamlaka za udhibiti zinapaswa kujiepusha na maamuzi yanayoweza kuwafanya waandishi wa habari kuogopa kuandika kuhusu masuala yenye maslahi kwa umma. Taarifa hiyo imeelezea kuwa mazingira ya aina hiyo yanaweza kufanya baadhi ya masuala ya umma kuwa na mwiko wa kujadiliwa, jambo ambalo linaweza kudhoofisha nafasi ya vyombo vya habari katika kuweza kuchochea mijadala kuhusu masuala yanayogusa jamii. Nikinukuu tena kile ambacho kiliweza kuongelewa, wamesema kwamba mamlaka za udhibiti nazo zinapaswa kujiepusha na maamuzi yanayoweza kujenga hofu miongoni mwa waandishi wa habari na kufanya masuala ya umma kuwa mwiko kujadiliwa. KORI imeitaka idara ya habari kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 hususani ibara za 18 na 30 zinazolinda uhuru wa maoni na haki za kupata taarifa. Pia imetaja ibara ya 19 ya Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa inayohusiana na uhuru wa maoni na kujieleza. Kufungia gazeti zima kwa sababu ya habari au makala moja kuna athiri wamiliki, waandishi waliopoteza ajira na kwa umma unaotegemea chombo hicho kuweza kupata taarifa za masuala ya nchi ili kuweza kukuza mijadala ya kidemokrasia, imeeleza taarifa hiyo. Kufuatia hilo, KORI imetaka kupitia upya kwa uamuzi wa kulifungia gazeti la Mwanahalisi au kusitisha utekelezaji wake ili kuweza kupisha mchakato wa haki na uwazi wa kitaalamu na kisheria, huku ukiwashirikisha wadau mbalimbali. Hata hivyo, KORI imevitaka vyombo vya habari navyo kuimarisha uwajibikaji wa kitaalamu na kuboresha mifumo ya habari za uchunguzi kuweza kufanya uhakiki wa taarifa kabla ya kuweza kuchapisha habari na kuhakikisha wahusika wanapewa haki ya kujibu. KORI imesisitiza kuwa kuimarisha maadili, kuboresha mifumo ya habari za uchunguzi
na kuzingatia uhakiki wa taarifa, yani fact check, kabla ya kuchapisha habari yoyote, ili kuweza kulinda uaminifu wa taaluma na kuweza kutoa haki ya kuweza kujibu kwa wahusika, imekumbusha Cory. Sasa hatukuishia hapo, pia chama cha ACT Wazalendo pia kimeweza kutoa kauli yake kuhusiana na kufungiwa kwa gazeti hilo la Mwanahalisi. Chama cha ACT Wazalendo kimepinga uamuzi wa serikali wa kusitisha kwa miezi 6 leseni ya gazeti la Mwanahalisi, kikisema kwamba hatua hiyo inakiuka uhuru wa habari na haki ya umma ya kuweza kupata taarifa. Katika taarifa yake ya Jumatano mnamo Agosti 19 mwaka 2026, ACT Wazalendo kimekosoa uamuzi huo na kuitaka serikali kuweza kuondoa au kusitisha kwa leseni hiyo. ACT Wazalendo tunalaani kwa nguvu zote uamuzi wa serikali wa kusitisha kwa miezi 6 leseni ya uchapishaji na usambazaji wa gazeti la Mwanahalisi kuanzia Agosti 17 mwaka 2026, imeeleza taarifa hiyo iliyosainiwa na waziri kivuli wa habari wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa chama hicho, Shagwe Shayo. Chama hicho kimeeleza ya kuwa kinautambua wajibu wa vyombo vya habari kwa kuzingatia weledi, lakini kimesisitiza kuwa makosa ya kitaaluma yanapaswa kushughulikiwa kwa namna inayoweza kulinda uhuru wa habari, haki ya kusikilizwa na maslahi ya umma. Serikali imejipa mamlaka ya kuweza kumchunguza na kumsikiliza na kumwadhibu mtoa huduma wa habari, imeeleza taarifa ya ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali kupitia idara ya habari maelezo, leseni ya Mwanahalisi imesitishwa kwa miezi 6 kuanzia Agosti 19 mwaka 2026 baada ya kukiuka sharti la 3 la leseni linalovitaka vyombo vya habari kuzingatia sheria ya huduma za habari sura ya 229 na kanuni zake za mwaka 2017. Maelezo imeeleza kwamba kosa lililohusishwa na toleo nambari 571 la Agosti 6 hadi Agosti 12 mwaka 2026 lililokuwa na habari yenye kichwa cha habari Nchimbi agoma kujiuzuru katika kurasa zake za kwanza, pili na 3. Idara hiyo imedai kuwa habari hiyo hazikuzingatia usahihi, mizani na udhibitishaji kabla ya kuchapishwa. Maelezo pia imesema katika ukurasa wa 2 wa gazeti hilo lilichapisha picha za waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, lakini maelezo chini ya picha hiyo yalimtaja makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Idara imetaja hilo kuwa ni dosari kwa waandishi wa habari. Je, kuna kuhusu mizani ya habari hapa nchini Tanzania ikoje? Maelezo imesema habari hiyo ilijikita katika madai ya kujiuzuru kwa Nchimbi bila kuonyesha yeye aliojiwa au kutoa kauli kuhusu swala hilo. Aidha, imesema madai hayo yaliyodaiwa kutolewa na Makonda hayakuambatana na udhibitisho wa moja kwa moja kutoka kwake. Idara pia imesema mwandishi hakufanya jitihada za kuweza kuwahoji viongozi wa CCM na wajumbe wa kikao kilichodaiwa kujadili swala hilo, akiwemo katibu mkuu, katibu wa itikadi, uenezi na ofisi ya habari, ili kuweza kudhibitisha taarifa zilizotokana na vyanzo fichi. Uamuzi huo, kwa mujibu wa maelezo, umezingatia pia mwenendo wa gazeti hilo kurudia makosa baada ya kuonywa. ACT Wazalendo hata hivyo imesema hatua hiyo inapaswa kupingwa kwa kuweza kulinda nafasi ya vyombo vya habari katika demokrasia hapa nchini. Nikinukuu maelezo yaliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo, amesema uhuru wa habari na haki ya kuweza kupata habari, kutoa na kupokea taarifa ni nguzo za kikatiba
demokrasia na uwajibikaji wa serikali, sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 na sheria nyingine zinazompa mamlaka makubwa mkurugenzi wa habari juu ya vyombo vya habari zinapaswa kufutwa na kuondoa vifungu vinavyokandamiza uhuru wa habari. Imeeleza hivyo ACT Wazalendo. Tuachie maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu, uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Endelea kuungana nasi popote pale ulipo.